Aha, sasa mwanangu wa dawa, mimi ninaomba wanangu wa dawa, wale wa kiume ambao unasumbuliwa na nguvu za kiume, kama unasumbuliwa na nguvu za kiume, mimi mjukuu wangu wewe, sitaki uaibike, sitaki ufezeke. Kuna kitu kidogo ambacho nitakuonyesha, lakini kitu hicho nitakachokuonyesha, wallahi nina hapa, kama ulipiga punyeto muda mrefu, kama umekula tu vyakula vimekuaffect muda mrefu, na unakosa ulijali wako, unakosa kuperform, unakosa kupiga mashine, unakosa kuperform vizuri, una mtoto mzuri, mtoto kisu kama malaika, alafu sasa unamhudumia we kimoja chali mpaka akupepe limekaa kama rogovinda botana au lile pila katapila lililolegea nini, mambo gani? Unakosea mjukuu wangu. Lakini pia mjukuu wangu, hii njia itakusaidia wewe, huyu mdude atakuwa bombadia, sawa? Lakini hii njia naokufundisha mimi, utapata nguvu, misuli itafunguka na utaperform vizuri. Lakini mzeni wajukuu zangu, ngoja tuwataje watu, tujipendekeze. Hivi kuna mtu asiyependa kujipendekeza kwa rais nani? Kuna mtu asiyependa kujipendekeza kwa Mungu? Sasa mimi najipendekeza leo, ninaomba Mheshimiwa Kikwete, mzee wetu, rais mstaafu, hii dawa naomba waambie wasaidizi wako au vijana wako waitengeneze, alafu wewe hata usiponitangaza kimoyomoyo utasimulia wazee wenzio kwenye baraza kwamba bana, kuna kijana mfalme wa dawa, hii dawa ni kweli kiboko. Sasa mjukuu wangu, sitaki maneno mengi, ni vitu ambavyo havina issue. Mfano mbegu za tende, sidhani kama unaweza kuuziwa hizi mbegu, unaweza hata kwenda kuokota ukazisafisha. Hizi mbegu za tende ni kiboko mno. Utapopata hizi mbegu za tende, mjukuu wangu, naomba nisikilize mimi, zisage vizuri. Utapokuwa umezisaga vizuri, mjukuu wangu, tafuta na tangawizi ya unga, vichanganye kwa pamoja. Utapopata tangawizi ile ya unga, mjukuu wangu, hata kama si ya unga, kama unaweza kuchemsha ya kwako, yote ni sawa, ili mradi iwe ni piwa tangawizi. Mjukuu wangu, hii ninakufundisha, utanipa majibu. Mwenye matatizo ya nguvu za kiume, ulishawahi kupiga punyeto? Mwanangu, hii dawa nakwambia mimi nishukuru. Alafu fanya hapo hapo, hizi mbegu za tende zisage, chukua na tangawizi ya unga, au kama unayo whatever wewe, isage upate unga. Alafu mjukuu wangu, nashindwa kuelewa, tangawizi, mbegu za tende pamoja na asali, changanya mchanganyiko huu taratibu, fanya kuula au weka kwenye chai. Kama sio kwenye chai, weka kwenye maji ya vuguvugu. Kama si maji ya vuguvugu, weka kwenye supu, weka kwenye mtori. Piga siku 1, 2, 3, utaanza kuona Abdalla anakuwa anakushtua hivi. Kwa hiyo usione umepona mjukuu wangu, piga mpaka 14. Piga mpaka 14, utakuwa uko fresh kabisa. Lakini utapoona Abdalla ananyebua, anapiga mapigo ya moyo, hapo ndipo pa kupata defense ya wewe kuongeza mshedede. Ukiona staili hiyo, tayari ujue wewe tayari mzeni, mambo yako bie. Chukua maji ya vuguvugu, fanya kama unachua au kama unakanda. Abdalla bichwa kubwa atainuka, atakuwa mkubwa. Alafu ukimaliza, chukua mafuta ya mzaituni, paka kwa kulainisha ile mishipa ambayo imeshtuka, ili isinywe au isirudi. Mjukuu wangu, unashindwa nini? Unashindwa nini mjukuu wangu? Lakini pia mjukuu wangu, ukitaka faida zingine za hii, njoo subscribe channel yangu YouTube. Hii tende faida yake nyingine, kwa wale watu wanaosumbuliwa na masuala ya maumbile madogo, haya makapi ya tende unapokuja kuyachemsha haya makapi ya tende, chukua mafuta, yachemshe tu vizuri, chukua mafuta weka. Alafu ukisha chemsha yale mafuta na haya makapi ya tende, wewe fanya
Yaani tuseme kama umekaanga, unazikaanga haya na mafuta ya mzaituni au ya nazi. Unapokaanga unakuwa unajichulia. Yaani unakuwa unafanya hivi uume wako. Uume wako unakaa mzeni sana. Unakaa mzeni sana. Lakini pia wajukuu zangu, lifestyle ambayo mnaenda nayo inachangia wewe kukufanya nguvu zako za kiume zife. Na nguvu zako za kiume zinapokufa mara nyingi sana, utaona tu, cha kwanza pulling unakuwa huna, tendo la ndoa kuendelea mishipa inakataa, lakini pia misuli yako inakuwa imeregea. Yaani inakuwa imeregea kiasi kwamba mtoto wa kiume ni lazima ule uume uwe na nguvu. Yaani usimame kama msumari, udinde. Yaani unajua udinde yani ukasirike. Sawa mjukuu wangu. Sasa unakuta lifestyle kwa vyakula unavyokula, mambo unaopitia inakuwa shida. Lakini dawa hii tende, kama nilivyoelekeza, ina faida nyingi. Lakini hii kama utapata unga wake, tangawizi na asali, ukawa unakunywa kama ni mfano ni kama chai yako unakunywa mara kwa mara, tatizo la nguvu za kiume wewe hautokuwa nalo tena. Sahau. Wengi mnashindwa kuelewa. Vitu vipo, na ndio maana vijana wengi leo wanakimbilia kula madonge. Yale madonge yanakuboost, sio tiba, yanakuumiza. Mimi nakuambia kama kijana mwenzangu, fuatilia hichi kitu. Alafu amka, elimika kwamba wewe unachotakiwa kufanya saa hizi ni kupata tiba asili, si madonge. Lakini pia hizi mbegu hizi unazoziona, hizi mbegu unazoziona, kwa mtu yoyote mwenye matatizo ya kifafa, yani kama utazisaga unga wake ule, ukaweka mafuta ya mzaituni, ukaweka na alimenti, mtu mwenye kifafa unashauriwa umpake kwenye katikati ya utosi, mtu huwa anapona. Yani hizi mbegu zina siri kubwa. Lakini tu mbegu hizi kwa mama mjamzito mwenye hamu sana ya kuzaa mapema, bila kufanyiwa operation, bila kufanyiwa chochote, hizi tende ukizila tu, mama mjamzito ile njia huwa inatanuka na inaweka uteute, wewe upate mtoto kwa njia laini kabisa. Mjukuu wangu, unashindwa nini? Babu yako mimi nakupa elimu bure, simu ya kwako bando lako. Asante mjukuu wangu.